Hii familia ni balaa, familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Shida za tawala nyumbani. Bimdashi, kama nilivyokuambia, leo nimewajia hapa na mgeni nyumbani. So amekubali kwa kila kitu tuishi naye hapa. Sijui wenzangu mnasemaje kuhusiana na hiyo kitu. Nimeleta chombo kwa nyumbani. Oh, bi mkubwa. Sawa, nimekubali. Je, ataweza kuisha kwenye familia hii? Yupo hapa. Unaweza kumuuliza mwenyewe kwa sababu amezimika na penzi la muhuni hapa. Naisha mwambia kila kitu nyumbani, sisi maisha yetu ndio hivyo. Yeye amelizika na kila kitu, labda muulize tu bi mkubwa hapa. Mwanangu, umekubali kuishi kwenye hii familia? Ndio mama, nimekubali. Mwanao Gingo nampenda sana. Kwa hiyo mama, usiofu kuhusu haya maisha nimealizia kabisa. Si ndio mpenzi? Udemu anaonekana maini sana. Ataweza mikike hii nyumba? Dogo, tulia, kubwa anaongea. Lakini sisi hapa tuna mila yetu na desturi ambayo ni tambiko, ambayo tunakaribisha mgeni. Kwa tunakaribisha kwa staili hapa. Baba, kashaingia chizi hapa. Kwani vipi? Vipi ndugu yangu, mbona vamia makazi ya watu kama mwenyewe ndo mhusika wa eneo hili vipi? Mwambieni atemea na mke wangu. Nikimkamata damu atatoka juisi. Dada, hebu mwite huyu mtu. Oyoe chizi, njoo huku. Afu mdada, mbona zingua sana eti? Vocha hamna huko mitaani, zote unakwangua vocha za watu. Kwa nini unafanya mambo haya? Oa blaza, sema nini? Yule demu ananimaliza kwa vitu vingi sana. Okay, tuachane naye. Bi mkubwa, tuendelee na mambo yetu kama kawaida.
Oya bi mkuu. Njaa zinauma hapa. Wazo zuri hilo. Mamkwe. Sasa unatakiwa uchangishe hapa kwa ajili upate hela ya kula, maana ndo kawaida ya hii nyumba. Pitisha, anza na bwana yako hapo. Natoa hapa naye. Alafu kila mmoja atoe hapa kula kuchanga. Haji madogo apitia hapo, kila mmoja atoe. Hii familia ni balaa. Shida za tawala nyumbani. Familia hulala pamoja. Wawifie, huu demu alikonikimbiza huko. Kwa hela zangu zote kabeba yeye. Brother si amekuachia nani hapo hela? Hata aileti picha. Kula kuchanga, kodi kuchanga, hii familia kweli na majanga. Mani hela zitoshi, ndogo sana. Kwa hiyo tutafanya jao tu mpikie bi harusi tu wale, si ndio? Mbona mnazingua? Oya. Kwanza mimi nina zangu kula kwa sister. Kitu kimepata wazo. Kwa sababu tujamtambulisha sister na yeye maisha yake hapo mazuri na shemeji. Kwa hiyo hapo bi mkubwa na bi harusi mnatakiwa mtangulie, alafu sisi tunafika kwa shangwe. Sherehe yote kafanyike huko, unajua bajeti itapatikana huko, sawa? Au hiyo ndio idea yenyewe, wao tunaenda huko. Sawa. Majeni. Mume wangu. Mimi familia yako bwana inataka kunishinda. Hizi tabia za kutoka huku wanafika wanaingia wanajitawala kama wako nyumbani kwao. Hii kitu mimi kwangu sipendi. Yaani wakifika hapa mara kwenye vyombo mara wapi, nguo zangu wanabeba wanaondoka nazo. Sasa kweli nitashindwa kuvumilia. Najaribu kuongea nao sana mume wangu, lakini nashindwa jinsi ya kuwarekebisha. Tazama yule ndo mamangu, yani ile ndo familia yangu. Yeye ndo kanizaa mimi, ndo kama hivyo mimi naye ndo nakuzalia hao watoto. Kwa hiyo nashindwa wapi nitawaweka. Makosa mengine mume wangu, yani naomba uwe unasamehe tu. Kwani mume wangu mimi kwako nina baya gani? Au kuna kitu chochote kwako nafanya tofauti? Makosa ya wale yasije karibu ndoa yangu. Mimi mume wangu nakupenda. Yaani makosa yao yale muda mwingine unasamehe tu kwa sababu mimi kwako niko mwema tu. Wewe mwanamke una matatizo gani? Nini kinafanya uende kwa yule mbwa? Sasa yule nani yule? Yaani mnafanya nini na yule? Yaani nashua ni si mwanamke, si mwanaume, yani si yupoje yani? Maana yake kila nikitoka hiki ndio kitu ambacho ndio kufanya kila siku, si ndio? Ndio tabia yako hii. Nini unakifanya? Ina maana wewe yule anaweza kukupa kitu ambacho nashindwa kukupa mimi? Nini ambacho umekosa kwangu? Ambacho nikufanyie uache kwenda kwa yule? Ni bora ingekuwa unanichiti kwa mwanaume mwenzangu, ningejua kuna kitu ambacho nimeshindwa kukupatia. Nini anakupatia yule wewe? Kila siku naongea na wewe. Unajua maneno yako ndio huwa yananirudisha nyuma kidogo. Lakini kwa sababu nakupenda, hii nakupa ni nafasi ya mwisho. Wakanye ndugu zako. Tena hapa wasikanyage tena. Kama kuonana mtakuwa mnaenda mnaonana huko huko. Sitaki kuona ndugu yako hapa. Sitaki wawe wanafika hapa. Wewe nawe unasikiliza nini hapa? Hebu toka nje huko. Wakubwa wanazungumza, wewe umekaa tu unasikiliza. Umeona sasa madhara. Watoto wanaanza kulisi tabia za kwenu huko. Hizi tabia za kwa bibi yake kabisa kwenu huko. Yaani hizi tabia sizipendi kabisa kujirudia hapa. Si watu wazima tumekaa hapa tunazungumza, naye amekaa tu hapa anasikiliza mambo ya watu wazima. Yaani kimesharithi tabia zile zile za kwenu huko. Sijui ndo kachukua tabia za kwa bibi yake. Mwanangu, hebu acha kumhukumu mtoto kwa makosa ya watu wengine. Ili jambo lenyewe dogo ili linakaa kumuelekeza mtoto kwamba inabidi muda huu usiwepo hapa, lakini usimhukumu kwa ajili ya makosa ya watu wengine.
Sasa hapa mimi nimekuja na mchele tu kilo moja hiyo na vidagaa kidogo. Naomba uniandalie chakula. Narudi sio muda mrefu mimi nakuja kula hapa. Chakula kimeiva. Hii familia ni balaa. Familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa. Ni shetani tu alini. Shetani wapi? Shetani ndo alikubeba kukupeleka huko. Alikuja kupitia shetani hapa. Wewe mwanamke wewe. Wewe. Usinitafute matatizo. Ipo siku unakuja upasua kichwa tena panga. Tena. Unakuja kunipa laana. Omba sana Mungu. Vinginevyo leo ubongo wako ulikuwa halali yangu. Pumbavu. Ibilisi mkubwa wewe. Hii familia ni balaa. Shida za tawala nyumbani. Mama, nini na wewe? Mbona unakuja kutushtua watu? Shida nini? Nimeona akina anko, akina shangazi, akina bibi wanasema ameolewa, wifi ameolewa, mkwe ameolewa. Kuja huku. Wanakuja huku tena? Wanakuja huku. Unasema? Wanakuja huku. Mama, wanakuja kuharibu mwanangu. Hii familia ni balaa. Familia ya mama Mayele.
Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Shida za tawala nyumbani, familia hulala pamoja. Heshima ukitaka utangoja, visa ni kila kukicha, familia hata aileti picha. Kula kuchanga, kodi kuchanga.